Lingine tutaliona kule site ya makambi. Nirudie tena kidogo. Makambi 2026 Musti. Nitakwenda miki subiri Yesu. Kweli unamsubiri Yesu? Na namjua Yesu ni wa namna gani? Na kwa nini unamsubiri Yesu? Je, umejiandaa unapomsubiri? Katika nini mambo ambayo yapo katika kumsubiri Yesu? Ni vitu gani ambavyo unavifanya wakati unamsubiria? Unajua kama kuna mgeni anakuja kwako kukutembelea, basi kuna namna ambavyo unamsubiria ili aweze kufika, ili anapokuja basi akukute katika mazingira kweli ulikuwa unamsubiri. Basi hayo ni mambo ambayo yatajiri katika makambi yetu. Vipi, saikolojia yako iko tayari kwa ajili ya makambi ya kesho? Au kuna namna ambavyo bado kidogo? Wengine wasema ingesogeza wiki moja mbele, pengine ningekuwa nimeshajiandaa vizuri. Hamna, makambi yameshafika. Tuko nayo. Amina jamani. Na wenzetu washaanza huko tayari. Washamaliza wiki leo, wengine wanafunga huko Dar es Salaam na sehemu zingine walishayazoea. Lakini sisi ndio yanafunguliwa rasmi kesho. Na mimi nitajitahidi niwepo pale wakati yanafunguliwa. Mimi kama mchungaji na familia yangu nitajitahidi niwepo pale, nami nishuhudie kambi la kwanza la Boost SDA Church linalofunguliwa kesho. Ila nilikuwa naongea na wahudumu wa kambi, kweli wamenipa ratiba zao, wana hamu sana ya kufika katika kambi la Boost. Amen. Ni vitu ambavyo vimeandaliwa ile usijui. Subiria kesho, utaona vinavyofanyika. Basi ni utukufu wa Mungu. Nimepewa dakika chache leo kidogo tuwe na somo fulani ambalo litatusaidia kutuweka sawa. Tunajua katika makambi yetu kuna mfululizo wa mada mbalimbali ambazo zitatolewa, ambazo kwa kweli zitakuwa ni za kujenga sana kiroho. Utakuwa ni wakati wa usikivu. Masikio yetu tutakuwa tumeandaa kusikiliza vitu vigeni ambavyo pengine hatujawahi kuvisikia, vitanenwa katika makambi kwa muda wa wiki nzima. Kwa hiyo ni wakati mzuri, ni moment ambayo itakuwa ni nzuri sana. Kila mmoja ataenjoy. Hata kipindi cha mahusiano kitakuwepo. Amina. Swali ambayo hayajawahi kujibiwa yatajibiwa katika kambi la Boost. Amen. Haleluya. Si kwa nini sianze leo? Naona kama linachelewa kesho. Amina jamani. Leo ni vionjo tu vichache kidogo ambavyo mtaviona. Naomba tuombe kidogo. Baba wa mbinguni, tunashukuru kwa kuleta leo katika ibada ya leo. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akatufundisha mausia yako utakavyoweza wewe mwenyewe, katika jina lako Yesu, amina. Leo ni somo la kutafakari kidogo. Kama Waadventista wa Sabato ni watu wa usomaji wa maandiko. Amen. Watu ambao tunachimbua vitu, tunataka kuvielewa, hasa huyu Mungu afahamike vizuri katika maisha yetu. Tumuelewe Mungu vizuri. Sasa lazima tuwe wasomi tunaosoma Biblia, na tusiposoma vizuri watakuja watu wengine na mafundisho yao, watatuburuza, watatutoa katika msingi ambao tumejengewa na wazazi wetu, tumejengewa na Yesu wetu toka tumwamini. Watatupeleka mahali fulani ambako sio
pazuri. Kwa hiyo lazima kama Waadventista wa Sabato lazima tuwe na tendency ya kusoma vitu ambavyo vimeandikwa katika Biblia. Na labda ni hoji swali fulani, sio mahubiri haya, ni kama discussion fulani hivi. Umewahi kufikiria kwa nini Mungu katika Biblia kumeandikwa Mungu Baba, katika Biblia kumeandikwa Mungu Mwana au Mwana, katika Biblia kumeandikwa kuna jina linaitwa Roho Mtakatifu? Nataka ni pate uelewe miongoni mwenu, nani anafahamu kwa nini kwenye Biblia kuna jina linaitwa Baba, lingine linaitwa Mwana, lingine linaitwa Roho Mtakatifu? Why? Na mimi nampiki mtu yoyote tu. Naweza nikaanza na mdada. Wewe mdada, uko tayari nikuchague uje hapa? Hebu niangalie basi. Kiangalia chini, anaangalia chini ndio anayemchagua. Dada njoo. Simama. Simama. Simama, wewe mwenyewe unaangalia nini? Haya, dada njoo hapa mbele. Tunajifunza kuwa wakakamavu na kuwa tayari wakati wowote unaokufaa na usiokufaa. Inawezekana unaweza usiwe na jibu. Zungukia. Pia sasa nitaitumia tu vizuri, naona shida. Sababu hata hivyo siwezi kumaliza yote. Dada, kwa urafiki mzuri tu na kwa hali ya kuchangamka tu. Kwa toka umekuwa Mkristo. Unajua kwa nini nauliza toka amekuwa Mkristo maana Wakristo tuko wengi. Sasa toka umekuwa Mkristo unaanza kujifunza habari za Mungu. Kwa nini haya majina unafikiri kunaitwa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Kwa mawazo yako unafikiri nini? Asante. Kwa mimi naweza nikakujibu kwamba tangu nimekuwa Mkristo nimekuwa nikisikia kwamba katika Biblia na pia nikisoma katika Biblia imeandikwa kwamba kuna sehemu imeandikwa Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Lakini vyote vinazungumzia ni Mungu mmoja ambaye amegawanyika katika nafsi tatu. Yaani Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Lakini ni Mungu mmoja ambaye amegawanyika katika nafsi tatu. Asante sana. Yaani swali langu ni kwamba kwa nini Baba, kwa nini Mwana na kwa nini Roho Mtakatifu? Asante. Hizo ni nafsi za Mungu. Ndio maana ikawepo kwamba Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Asante sana. Jina lako naitwa nani? Kwa majina naitwa Violet. Violet. Tuna salamu kwa watu wawili. Inawezekana waalike kanisani. Kwa nini kitu siko live? Wengine wanafuatilia. Kanisa ikaja. Basi rudi Violet. Asante sana. Nimwalike rafiki yangu Joha, wewe mwenye koti yenye miraba. Joha. Hebu jione. Nataka uwe na koti. Kwenye identity yako. Swali ni lile. Kwa nini kwenye Biblia kunasomeka kitu kinaitwa Baba, Mwana, Roho Mtakatifu? Karibu. Asante. Unaweza kaanza kwa kujitambulisha kama Violet. Bwana mwema. Wakati wote. Na kwa jina naitwa Kiage Julius Kiage. Julius, ndio. Karibu. Asante. Ya siko mbali na mchangiaji wa kwanza. Ndio, tuko karibu. Okay.
Endelea. Labda cha kuongezea tu, kwa nini wapo hivyo kwamba Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni Mungu mmoja kwa katika nafsi tatu, kama alivyotangulia kuchangia mchangiaji wa kwanza alivyojibu, ila wapo hivyo kwa sababu ya utendaji wao, kwamba Mwana aliyekuja kuufia ulimwengu kwa ajili ya dhambi na Mungu Baba, lakini kuna Roho Mtakatifu ambaye tupo naye, ambaye Mungu Mwana alimpatia kama msaidizi. Asante sana Bwana Julius. Mungu akubariki sana. Witness, nifikiri unakuja. Asante sana. Naomba uketi. Rudi ukaketi. Kwa sababu ya interest ya time, na mpaka hapo tayari umejua kwamba kuna umuhimu wa kuelewa haya mambo. Amen. Waadventista tunapenda unabii, na kwenye makambi haya kuna somo la unabii. Lakini vitu hivi hapa kuna mtu mwingine anaweza kukuletea knowledge ukatoka ndani ya kanisa ila Waadventista. Kwa nini Biblia hutumia majina ya Mungu Baba, majina ya au jina la Mwana na Mwana wa Mungu na Roho wa Mungu? Na kwenye Baba wengi mnaweza mkafikiri hakuna shida, ukafikiri umeelewa. Sasa Baba si Baba, mtu na baba yako. Kwa zile elementi za Baba unazo tayari, unaweza ukaelezea kama ambavyo wengine wameelezea. Na kuitwa Mungu, kuitwa Mwana, tayari concept yako wewe tayari ni mwana wa baba wako. Unaweza ukaelewa haraka zaidi kwamba hiyo ni very simple. Mungu Mwana najua haraka kwamba si baba yake ni huyo aliyemzaa. Ndio maana naitwa Mungu Mwana. Hiyo imeisha mchungaji. Sasa yaani Mungu atulehemu. Unaweza kaona anaitwa Mungu Mwana kwa sababu alizaliwa na Bikira Mariamu. Na wengine unaweza kusema pale ndio mwanzo wake. Sasa yule sasa unaweza ukaja kwa mwanzo kwamba hii mwana kivipi? Na huyu Roho Mtakatifu, why Roho Mtakatifu? Yeye akaitwa Roho Mtakatifu, huyo akaitwa Mwana, huyo akaitwa Baba. Why? Source ya majina hayo ikoje katika Biblia? Sikiliza masuala yafuatayo. Na najua ni uelewa ambao wengine umejifunza katika Biblia ila undani wake ulikuwa huelewi. Biblia inatumia jina Baba kwa maana ifuatayo. Sikiliza. Kwa nini Biblia inatumia jina Baba kwa maana ifuatayo? Neno Baba linaeleza mambo kadhaa. Neno Baba linaeleza mambo kadhaa. Moja, linaeleza kama chanzo. Yaani katika familia ukisema baba katika nyumba, basi ni kila kitu kinaanzia kwa baba. Wengine wamekuja hapa university hii ya Musti Science and Technology, baba alipambana, baba. Na wengine wanasema sio baba, mimi mama. Sasa mama ana act kwa position ya baba, yaani ana struggle mama kama baba huko. Basi mama basi anakuwa na element zote za baba, yaani ni play part ya baba. Sasa baba ni kama chanzo cha kila kitu. Kwa unaposema Biblia sema Mungu Baba, tayari ni chanzo, ni beginning. Sawa jamani, inaonyesha chanzo cha vitu vyote vinaanzia hapo. Mungu Baba, unaelewa? Kwenye Biblia ukisoma juu habari ya Mungu Baba, wengi tunakuwa hatuna maswali. Is a beginning, ndio mwanzilishi wa kila kitu. Ndio baba ndio kinaanzia